Bwana asifiwe. Oh, I go up, eh? No, I'll go up. I want to go through River Jordan. Nataka nivuke mto wa Yordani. Let's raise up our hands and give honor to the head of the church. Tunyoshe mkono tukamheshimu kichwa cha kanisa. Hallelujah. Hallelujah. Our Father, we thank you. Baba, asante. You are our Father who is in heaven. Wewe ni Mungu wetu wa mbinguni. You have Jesus Christ up there. Uko na Yesu Kristo kule juu. We have the Holy Ghost down here in us. Tunaye Roho Mtakatifu hapa chini ndani yetu. We come boldly to thy throne. Tunakuja kwa ujasiri kwenye kiti chako. And give you praise. Tunakutukuza. And obtain mercy and find grace. Tunapokea neema na kupokea msaada. Tusaidie in time of need. To help us. Tusaidie in time of need. Wakati wa mahitaji yetu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Be seated, please. Mnaweza kuketi. There's one thing the Lord is teaching us every day. Kuna kitu kimoja ambacho Mungu anatufunza kila siku. We should be grateful. Ya kwamba tuwe na shukrani. We should be grateful. Kila siku tuwe na shukrani. My dear wife, mke wangu mpendwa, and myself, nami, we are grateful to God. Tunamshukuru Mungu. We are grateful to the Lord Jesus Christ. Tunashukuru Yesu Kristo. To the comforter who indwells us. Na yule mfariji anayetukaa ndani. And we are also grateful to the bishop. Na pia tunashukuru askofu George Kichana. I was trying to practice how to pronounce the name of your wife. You Odia. Just you, not you, why Odia, but you. Nilikuwa na pata kizungumkuti kidogo na kujiuma ulimi kutaja jina la mke wa askofu you Odia. May God bless you. Mungu akubariki sana. I practice how to pronounce Madegwa, Pastor Madegwa. Na nimejizoeza na nimefuzu kutaja jina la kasisi Madegwa. And this dear wife is called Unagne. Why did you choose complicated names? Sasa nashindwa, mbona mkachagua majina magumu? And you're just Luhias, you just say Agnes. Si mngetumia tu majina mepesi ya Kiluhia. So we want to appreciate you. Lakini tunawatambua hata hivyo. Now you believers. Sasa nyinyi waumini. Brothers and sisters. Ndugu zangu, dada zangu. Without you, this bishop and his dear wife and the person his dear wife will not be here. Bila nyinyi askofu, mkewe mpendwa, kasisi na mkewe mpendwa hawangekuwa. So we like to say we appreciate you, we thank pia God for you. Pia nanyi tungependa kuwatambua, tunawafurahia. And I like to thank God for the Deliverance Church of Eldoret. Thank you for being practical to make this place a place of worship. Na tunashukuru kwa ajili ya kanisa la ukombozi Eldoret kufanya mahali hapa mahali pa kutoa sifa na ibada kwa Mungu. This is a dream. Unajua hii ni ndoto in action ambayo inatendeka. And we thank God for you. Na tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu. Bishop George Kijana. Askofu George Kichana. Not Ki, but Kijana. Sio Ki lakini Kichana. I've come also to know, I came to know him long time ago in Nairobi. Nilikuja kumjua siku nyingi zimepita kule Nairobi. And I've known him as an evangelist. Na nimemtambua kama mwinjilisti. But now I know him as an evangelist, a teacher, a pastor, prophet. Lakini sasa nimepanua ufahamu wangu. Almost the 5 ministries are in operation. Anatendesha kazi huduma zote 5. And we want to thank God for that. Na tunashukuru Mungu kwa ajili ya hilo. I like to thank God that he chose to come to Eldoret. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kuchagua kuja kufanya kazi Eldoret. And leave the rest in Nairobi. Na akatoka kule Nairobi. You people in Eldoret, may the Lord bless you, indeed you are honored. Nyinyi watu wa Nairobi, Mungu awabariki maana mmeheshimiwa. And we thank God for you being here. Na tunashukuru kwa ajili ya nyinyi kuwa hapa. We were in Nakuru. Tulikuwa kule Nakuru. My wife and I were there. Mimi na mke wangu. We were ministered to. Tulihudumiwa. I remember being on the altar. Tukaja hapa mbele kwenye madhabahu. And I was touched. Na nikaguswa. I was blessed. Nikabarikiwa. And then when we got an invitation to come here. Kisha tukapokea mwaliko wa kuja hapa. Our hearts were glad. Mioyo yetu ikachangamka. And we thank God for that. Na tunashukuru Mungu kwa hilo. So we appreciate your generosity. Hivyo
tunafurahia na tunashukuru kwa ajili ya ukarimu wenu. And I would like to say we are here to learn. Na ningependa kusema hivi ya kwamba tuko hapa kwa kujifunza. When we go back to Nairobi, tutakaporudi Nairobi, we'll practice what we are learning here. Tutafanya kile ambacho tunajifunza hapa. So thank you for being our teacher. Asante kwa kukubali kuwa walimu wetu. We have gained a lot just this morning. Asubuhi ya leo tumepata faida kuu. And we put in action what we have learned. Na kile ambacho tumejifunza tutakifanyisha kazi. I would like to let you know. Ningependa mtambue you have one problem. Ya kwamba mna shida moja. Would you like to know that problem? Niwaambie ni shida hiyo. You don't have two. Sio mbili. Only one problem. Shida moja tu. Would you like to know that problem? Mnataka kutambua ni shida gani hii? Your problem is not what you don't know, it's what you do with what you know. Shida yako si kwamba haujui, lakini unafanya nini na kile ambacho unakijua. The bishop has been here for 25 years and even the pastor, and they have taught, they have preached what you do with what you know. Askofu na kasisi wamekuwa hapa si chini ya miaka 25 na wamefundisha, wamewaelezea sasa umefanya nini na kile ambacho unajua. If you can only put in action what you know. Ikiwa utafanya kile ambacho umejuzwa, Kenya is your Paris. Kenya ndio itakuwa makao makuu yako. By Eldoret Church only. Sio tu kanisa la hapa Eldoret peke yake. Yeah. And East Africa is your Paris. Yani hata Afrika ya Mashariki pia itakuwa ni mahala pako. If you make use of what you know. Ikiwa wewe utatendesha kazi kile ambacho unajua. Bishop, thank you for being a great evangelist. Askofu, asante kwa ajili ya kukubali kuwa mwinjilisti mkuu. Thank you for God raising you up in this generation as a great teacher. Asante kwa kumruhusu Mungu kukuinua kwa kizazi hiki kama mwalimu. And also a great prophet. Na pia nabii mkuu. Africa, God is raising people who know Africa. Hapa Afrika Mungu anawalea na kuwainua watu ambao wanaifahamu vema Afrika. Africa will never be the same. Afrika kamwe haitabakia vile tena. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Our time is now. Muda wetu ni sasa. Our time is now. Muda wetu ni sasa. Now I don't know why you are here. Sijui mbona wewe uko hapa leo. But my wife and I. Lakini kwa mimi na mke wangu. So long as Bishop and the pastor and their wives are here. Mradi askofu na mke wake na kasisi na mke wake na wewe umekuja. The Lord is reviving us here. Mungu sasa hii anatuhuisha. We need to be rekindled. Unajua lazima tupashwe moto tena. We need passion. Unajua tunahitaji azima. For the sake of the world that's perishing. Kwa ajili ya ulimwengu kule nje ambao unaangamia. Three things that God has called us to do. Kuna mambo haya matatu Mungu ametuitia. All of us as believers. Sisi wote kwa jumla. We come here to minister to the Lord. Tunakuja hapa ili kumpa huduma Mungu. To the saints. Tunahudumia Wakristo wenzetu. Alafu kule nje tunaeneza huduma wake. So when the bishop and the pastor are ministering to you saints. Wakati ambapo askofu pamoja na wachungaji wanawahudumia nyinyi. They also allow all of you to minister to the Lord. Unajua wanawaruhusu nyinyi nyote pia kumhudumia Mungu. But you are given an opportunity to touch the people who are outside there so that they can come. Lakini unapewa nafasi na ruhusa kuwagusa walio kule nje ili kwamba nao waje. We are committed to minister first to the Lord. Tunajitolea kwanza kumhudumia Mungu. Then the bishop and the pastors minister to you the saints. Kisha askofu na wachungaji wanawahudumia nyinyi wateule. By preaching. Kwa kuhubiri. By teaching. Kwa kufunza. By ministering to you. Kwa kuwahudumia. So you are blessed. Sasa nyinyi mmebarikiwa. And now you go to bless those who are outside there. Sasa ni jukumu lenu kuenda kule nje na kuwabariki walio kule nje. Na kuwaingiza hapa ndani. So they can also benefit. Ili kwamba nao wapate faida. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina kuu lake Yesu Kristo. So we want to be a people who are living to minister to the Almighty God. Hivyo sasa tunataka kuwa watu ambao wana utayari kumhudumia Mungu mkuu. And the people who are also ministered to. Na pia watu ambao wanahudumiwa. When the altar call is given, is not given to sinners because sinners are outside there. Sasa mwito wa kuja madhabahuni unapotolewa sio kwa ajili ya wenye dhambi, maana wenye dhambi wako kule nje. It is for us to be ministered to. Lakini ni mwito kwetu kuhudumiwa. So that we can live here and go and minister. Ili tukitoka hapa tuende kule nje kuwahudumia walio nje. In Jesus' name. Katika jina la Yesu.
Now, Bishop, when you invited us to come, Sasa askofu, tulipopokea mwito tuje hapa start our ministry here on Friday, yesterday and today. na tukaanza huduma wetu Ijumaa, jana na leo, My wife and I spent time, hours and hours preparing for your mimi na coming. mke wangu tukachukua muda tukijiandaa kwa masaa mengi kwa ajili ya kuja hapa. We came prepared for you. Tukaja tuna utayari kwa ajili yenu. We did not come here and just pray when we are here and then minister to you. No, we came prepared. Hatukuja tu na kuomba ya kwamba jioni washa tuwahudumia, lakini tumekuja tumejiandaa. So may I share with you now this morning Sasa asubuhi ya leo mniruhusu nishiriki nanyi what I prepared to share with you. kile ambacho nilijiandaa kuwahudumia. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. What I am going to share with you, Kile ambacho nitashiriki nanyi, I've been preparing myself for years. nimekiandaa kwangu mwenyewe kwa miaka. I'm going to share with you what I've been learning for years. Nitashiriki nanyi kile ambacho nimejifunza kwa miaka mingi. And what I'm going to share with you, I'll share for other years to come. Na ambacho nitashiriki nanyi, nitashiriki miaka mingi ijayo. Hallelujah. Amen. Doctors take time to prepare and they continue to prepare. Madaktari huchukua muda mwingi wakijiandaa na wanaendelea kujiandaa. Lawyers take a long time to prepare and they continue to prepare. Mawakili kwa upande wao wanachukua miaka mingi kujiandaa na Preachers wanaendelea. must prepare and continue to prepare. Wahubiri vile vile inawapasa kujiandaa na kuendelea kujiandaa. You people are rich. Unajua nyinyi ni matajiri. You are ministered to spiritually, Unahudumiwa kiroho, mentally, kiakili, physically. kimwili. You are strong people. Nyinyi ni watu imara. I salute you. Na wapa kongole. You people feed on good stuff. Nyinyi ni watu mnalishwa vizuri. You feed on good word of God. Mnalishwa neno zuri la Mungu. You get sound doctrine. Nyinyi mnapata mafundisho ambayo yana kiasi. You are reminded how to take care of your body. Sasa hata unakumbushwa jinsi ya kuutunza vyema mwili I wako. congratulate you. Na wapa kongole. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. So may I share with you my message? Acheni basi nishiriki nanyi ujumbe wangu. Not a sermon. Sio tu mahubiri. I want to share with you what I have shared in America, Canada, Norway, Denmark. Nataka nishiriki nanyi yale ambayo nimeshiriki Amerika, Canada, Norway, Denmark. And then Busiekwe Sibira. Bunyore. Na pia hapa Bunyore. The same message I preached in Copenhagen. Yaani ujumbe huu ambao nimeuhubiri kule Copenhagen. In Oslo. Kule Oslo, Norway. In Canada. In the USA. America. And I always go and preach at Busiekwe. Na daima naenda kule Busiekwe. I want to share with the believers at Deliverance Church in Eldoret. Ujumbe huo ningependa kushiriki na waumini hapa Deliverance Eldoret asubuhi ya leo. So it just bless the people in Oslo. Sasa kama wale wazungu kule Oslo wamebarikiwa nao. In Britain. Kule Uingereza. In Canada. Kule Canada. In America. Kule Amerika. In Busiekwe. Kule Busiekwe. In Nairobi. It must be a blessing to lazima pia nawe ujumbe huu utakubariki. Hallelujah. Hallelujah. And now this is a message I want to give you the topic. Sasa nataka niwape kichwa cha ujumbe huu. The topic is the kingdom of heaven, the kingdom of God. Sasa kichwa cha ujumbe ni ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu. Kingdom. Ufalme. Dominion. Utawala wa ufalme. I'm glad it's there. Na nashukuru Mungu naona iko pale. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Although japo the subject of the kingdom, yani swala zima la kuzungumzia ufalme of God, ufalme wa Mungu, is the basic theme, yani ndio kwa masuala yote na mijadala yote bora zaidi of the Bible. Katika Biblia hii. It was the central message of our Lord Jesus Christ. Ndio ulikuwa ujumbe wa msingi wake Bwana wetu Yesu Kristo. When my wife and I sat under Oral Roberts' ministry and his wife Evelyn. Na mimi pamoja na mke wangu tulikuwa na fursa ya kuhudumiwa naye Oral Roberts na mkewe Evelyn. And sat in maybe center in Tulsa, Oklahoma. Na tukaketi katika center kule Tulsa, Oklahoma. By the way, she was taking music, I was taking theology. Na unajua mimi nilikuwa nazamia mambo ya theolojia na yeye kwa upande wake alishiriki mambo ya muziki. She was making A's, I was making B's. Na unajua yeye alikuwa anabobea kule mbele, mimi nilikuwa namfuata sio mbali sana na B. So we learned
When we left Oral Roberts, we learned 3 things. Sasa tukiachana na Oral Roberts tukawa tumejifunza mambo haya Oral matatu. Roberts taught us about the Holy Spirit in the now. Alitufunza kuhusu Roho Mtakatifu. And then in the book of Seed Faith, Na pia katika kitabu chake ambacho ameandika kuhusu mbegu ya imani, only left us with the 3 principles. alituachia kanuni 3. Look to God as a source. Mtazame Mungu na mtazamie kama chanzo. Philippians 4:19. Wafilipi 4:19. Then plant your seed. La pili, panda mbegu yako. Luke 6:38. Luka 6:38. Then expect what? A miracle. Alafu jambo la tatu alituachia ni kwamba tarajia muujiza. That's what he gave us and we share. Oral Roberts alituachia hilo na ndilo tunashiriki. But Lakini when I graduated from Fuller Theological Seminary in California, nilipohitimu toka chuo cha Fuller kule California, and we went down to Tulsa, Oklahoma, kisha tukaenda kule Tulsa, Oklahoma, I went to preach in a small African American church. nilijaliwa kuhubiri katika kanisa dogo la Waamerika weusi. These people are called Black Americans. Wanaitwa Waamerika weusi. And they have been changing names up to now. They are called African American. Na wamekuwa wanabadilisha majina hadi sasa wanaitwa Waamerika They wa have refused Afrika. to be called Americans. They just want to be called black people, niggers, Negroes, or no, not Negroes. Wamekataa kuitwa Waamerika ila wanajiita Waafrika wa Amerika au And now they have come to weusi. African American. Sasa wanajiita I Waafrika wa don't know Amerika. the next, what they will be called next. Sijui wanataka kuitwa nini kisha So I baadaye. went to preach in a small church in Tulsa, Oklahoma. Sasa nikahubiri katika kanisa dogo lao kule Among Tulsa, these Oklahoma. black people. Na hili ndilo niliwaambia watu hao. God actually told me, this is a message I want you to take to the world. Na Mungu akaniambia kwamba huu ndio ujumbe nataka upeleke kote And I duniani. preached and I gave a note a call. Nikawahubiria, nikawaita waje mbele wahudumiwe. I didn't know some of the Oral Roberts University students attended that church. Sikujua kwamba wale baadhi ya wale ambao tulikuwa na wao katika Oral Roberts University walikuwa wanakuja pale. A lady from all the way from Michigan Sasa dada moja toka kule Michigan came to the altar. akaja pale kwenye madhabahu. After we prayed, Baada ya kuomba, she said, I have just called my daddy in Flat Rock, Michigan. akasema kwamba nimempigia baba yangu simu kule And I Michigan. want you to go and preach in my father's church. Nami nataka uende uhubiri katika kanisa la baba yangu. And for sure, my wife can tell you, we drove from Tulsa, Oklahoma, all the way to, in fact, we moved to California and drove from California across America, all the way to Michigan on the border of America and Canada. Na unajua tukatoka mahali tulikuwa California hadi Michigan ambaye ni mpaka wa Amerika na Canada. Driving across the United States. Kuendesha gari bara zima la Amerika. To go and preach that same message I preached in Tulsa in all the way to Michigan. Kuhubiri ujumbe ule ule ambao nilihubiri kule Tulsa kule Michigan. And the Lord blessed that church in Michigan. Now this was not a black church in Michigan, it was white. Na Mungu akalibariki kanisa hili, na hili kinyume na lile lingine lilikuwa ni la wazungu. My friends, the message that I've discovered that brings transformation. Wapendwa, huu ni ujumbe ambao nimetambua kwamba unabadilisha. And we have seen the Na tumeona mazao the yake. message of the kingdom of God. Na ni ujumbe wa ufalme wa Mungu. My wife and I can tell you, Mke wangu na mimi tuwashuhudia I gave this message in Copenhagen. ya kwamba ujumbe huu niliuhubiri Copenhagen. You know where Copenhagen is? In Unajua Denmark. Copenhagen iko wapi? Kule Denmark. We preached Tuliuhubiri and people came to the altar. na watu wakajaa kwenye madhabahu. And what happened there? Miracles began to happen. Na miujiza ikatokea pale. Prophecy and tongues and interpretation. Unabii, ndimi na tafsiri ya ndimi. Things happened. Mambo yalitokea. Now in Norway, Sasa kule Norway, just close to, far in the interior of Norway, yani kule ndani ya while you Norway, drive through the tunnels, unapitia kwenye we mashimo were ya chini. preaching in a church of a white, of an Norwegian. Tukajikuta kanisa la I watu wa preached this Norway. message. Nikahubiri ujumbe huu. The pastor began to shout and cry, this is the message we need. Mchungaji akapiga kelele akisema huu ndio ujumbe tunahitaji. We had even members
from Russia. Na kulikuwa na Warusi pale They were kanisani. there kneeling down. Walikuwa pale The wakipiga pastor was magoti. kneeling down. Na mchungaji akapiga God magoti. has no respecter of persons. Unajua Mungu haheshimu watu. If we believe in Jesus Wewe Christ, ukimwamini Yesu if we Kristo, believe in the Bible, ikiwa utaiamini Biblia, if we trust in God, wewe ukimtumaini Mungu, this message works in all races. huu ujumbe haujali rangi wala ngozi. It doesn't matter who is proclaiming it, it works. Haijalishi ni nani anayeutangaza ujumbe huu unafanya And kazi. I'm glad it also works at Busiekwe. Tunashukuru Mungu ya kwamba ujumbe huu unafanya kazi kule Busiekwe. Now this message, Sasa ujumbe huu, because of time, kwa sababu ya muda, I'd like to share with you in just 4 places. 4 ningependa areas. kushiriki nikigusa maeneo manne. But Bishop, if I had time to come back, Lakini askofu, nikipata muda wa kurudi, and when we were in Nakuru, na tukiwa kule Nakuru, we were having a meal together, tukawa tunashiriki chakula pamoja, and Bishop and us laughed so hard. People, they thought we had a revival of laughter. unajua mimi na askofu tukacheka kwa shangwe kabisa hadi watu wakafikiri tuna mwamko wa It kicheko. was because of one preacher who was brought to minister here in Eldoret, the Reverend Church, Ni kwa sababu ya mchungaji mmoja ambaye alikuwa kuja kuhubiri hapa kanisa la and he Eldoret, preached for hours, na akahubiri kwa masaa, and he has never been invited here. na huyo hajawahi kualikwa tena. The same pastor, the same preacher came to our church in Nairobi, Yule mhubiri alienda kanisa fulani kule and Nairobi, every hour, na kwa kila saa my wife just preached and gave an altar caller and requested him to come and pray for these people. mke wangu alihubiri na kisha akamwambia aje awaombee And walioitikia this mwito. preacher Huyu mchungaji told people to sit down akawaambia watu ketini chini kwanza. and took 1 hour to preach. Akachukua saa moja kuhubiri tena. Up to now, we will never invite him. Hadi wa leo hatujapata fikra ya kumwalika tena. So I'll never imitate that man. I want to be invited here again. Sasa mimi sitaki kufuata ama kumwiga yule, maana nina haja ya kualikwa hapa tena. If you want to preach for hours, preach in your own congregation. Unajua wewe ukitaka kuhubiri kwa masaa mengi, hubiria kusanyiko lako And mwenyewe. respect wherever you are invited. Wewe heshimu mahali ambapo umealikwa. My friends, a message of the kingdom of God Sasa rafiki zangu, ujumbe wa ufalme wa is Mungu the theme of the Bible. ndio swala zima la kimsingi la Biblia. The kingdom of God Ufalme wake Mungu is all about ni kuhusu God through Christ Mungu kumpitia Yesu Kristo, destroying the enemies of human beings. akiwaangamiza maadui wote wake mwanadamu. The kingdom of God, Ufalme wa the Mungu, Bible says, Biblia inasema means that righteousness, peace, joy in what? ni haki, The furaha Holy Ghost. katika Roho Mtakatifu. The kingdom of God Ufalme wake Mungu means ina maana ya kwamba God ruling in our lives. Mungu akitawala maishani mwetu. And I want you to give you the scriptures. Nami nataka niwape maandiko. Matthew chapter 24, Mathayo 24 verse 14. mstari wa The 14. Bible says this gospel of the kingdom Biblia inasema ya kwamba habari shall hii ya be preached ufalme into all nations. itahubiriwa kwa mataifa yote, Then the end shall come. kisha ndipo mwisho utakapokuja. When Jesus Christ began to preach, Wakati Yesu alipoanza kuhubiri in Matthew chapter 4, katika Mathayo 4 verse 17, mstari wa he 17, began to preach and say, repent, alianza kuhubiri for akiwaambia the watu kingdom of tubuni, God has kwa come. kuwa ufalme wa Mungu umekuja. Which means that God has come to human Ikiwa beings na maana ya kwamba Mungu to amekuja kwa rule in wanadamu our lives. kutawala maishani mwetu. My friends, Rafiki zangu, Jesus did not just stop there. Yesu Kristo hakuachia hapo. In Matthew chapter 4, verse 14, Mathayo 4:14, that's where he began to declare the message that came from heaven through him to the world. hapo ndipo alianza kuhubiri habari ambayo ilitoka mbinguni said, kupitia "Repent, kwake kwa dunia. For the kingdom of God what? Has come. Akawaambia watu tubuni, kwa kuwa The ufalme wa Mungu reign of umekuja. God from above has come. Yaani utawala wa Mungu toka juu umeshuka. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana The libarikiwe. message that Jesus preached Ujumbe ambao Yesu was alihubiri powerful ulikuwa na nguvu because he was coming from heaven. kwa sababu ulitoka juu mbinguni. God who wanted to reign in our lives in the Garden of Eden. Mungu ambaye katika
katika shamba la Edeni alitaka kutawala ndani ya He maisha has yetu. come back Amerudi to rule in our lives. kutawala katika maisha Blessed yetu. be the name of the Jina la Lord. Bwana libarikiwe. Jesus Christ continued with this message. Yesu Kristo akaendeleza ujumbe huu In Matthew chapter 4, katika Mathayo 4 verse 23. mstari wa 23. Then here we find where Jesus Christ is not only preaching. Hapa tunamkuta Yesu si tu He anahubiri, preached, alihubiri, he taught, akafundisha and he healed. na akaponya. Three things. Mambo matatu. Jesus preached the gospel of the kingdom. Yesu alihubiri habari ya Jesus ufalme wa taught the mbinguni. gospel of the kingdom. Yesu And he alifundisha never kuhusu stopped ufalme wa there. mbinguni He brought healing, na akasababisha to the people. uponyaji kwa watu preaching. kwa kuhubiri, Teaching kwa kufundisha and healing. na kuponya. Bishop, is not true. Askofu, si ni kweli? Matthew chapter 4, verse 23. 20. Mathayo 4 Jesus went 23. about all Galilee, teaching on their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of diseases among the people. Among the what? The people. Watu. Hebrews chapter 13 verse 8 says, Jesus Christ, Waebrania the same 13:8. yesterday, today, and what? Yesu Kristo yule jana, leo na milele. Instead of being here physically, Badala ya kuwa hapa He kimwili, has sent the Holy Ghost. amemtuma Roho He's Mtakatifu. dwelling in us. Anaishi So ndani the yetu. message must be proclaimed. Na ujumbe umehubiriwa, Preaching, kuhubiri, teaching, kufundisha and healing the sick. na uponyaji. Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana litukuzwe. If the preaching and the teaching does not finish with the healing, we have not completed the message. Ikiwa mahubiri yakifuatiwa na Hallelujah. mafundisho hayatahitimishwa na uponyaji, hatujahubiri kikamilifu. Now we look at also Matthew chapter 9, Mathayo 9 verse 35, 36 there. mstari wa 35 It's repeated. 36. Bishop, read it. Matthew chapter 9. Mathayo 9. And Jesus went about all their cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, healing every sickness and every disease among the people. Yeah. And it's the same word. Yesterday, today, and forever. Ni yeye yule jana, leo na hata Who is the milele. head of the church? Nani kichwa cha It's kanisa? not the pastor. Sio mchungaji, It's not the bishop. sio It's askofu not the pope. wala papa. It's Jesus Ni Christ. Yesu Kristo. We are only ministering with him Sisi tunahudumu tu naye to preach the gospel of the kingdom kuhubiri habari njema ya and teach ufalme, it mafundisho and pray for the people to be na healed. kuwaombea watu ili wapate kupona. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because of the time, Kwa sababu ya wakati, 4 things I would like to share with mambo you. manne mliruhusu The nishiriki, kingdom of God, ya kwamba ufalme wa Mungu looking at it from the eternal aspect. tukiutazama mtazamo wa umilele. The kingdom of God, looking at it from eternal aspect. Ufalme wa Mungu tukiutazama kwa mtazamo Looking wa at it from milele.